Hiki ni chumba alichokuwa akiishi baba na mtoto wake wa kike mwenye umri wa miaka 13, mtoto wa darasa la 7 katika moja ya shule iliyopo hapa manispaa ya Morogoro. Jioni majira ya saa 3 narudi, nasikia ndani mtu kama analia. Baada ya baba kutengana na mama wa mtoto huyu miaka 2 iliyopita, inadaiwa kuwa baba alilazimika kumgeuza mtoto wake wa kike kuwa mkewe na kumfanyia ukatili usiosimulika. Baadaye yule dada ndo akaniambia, bwana, huyo baba atakuwa anatoka na huyo mtoto. Kwa majirani wanasema walianza kuona viashiria vya baba huyu kuwa na mahusiano na mwanae, lakini walishindwa kuchukua hatua kutokana na kuhofia usalama wao. Kwa umri ambao alikuwa nao mtoto wake, kwa sisi wa Afrika ni mwiko kulala na mtoto wa kike akiwa umri huu. So mtoto nimemuuliza, anasema alikuwa anajisikia kuchoka sana, ameshindwa kwenda shule. Serikali ya mtaa huu inaelezea namna ilivyopata taarifa za tukio hilo na hatua zilizochukuliwa. Akanipigia simu dada Evelyn ambaye anafanya wako kwenye mambo ya kuzuia ukatili, anafanya kwenye shirika linaloitwa Lemachu. Na yeye akanipigia simu siku akaniambia, bwana mwenyekiti, kuna mtoto analala na baba yake chumba kimoja. Tulifuatilia hilo swala, nikamwambia hata mimi nipata taarifa kutoka kwa mwalimu mkuu. Ndugu nao wanakiri kubaini viashiria vyote hivyo, lakini mzazi mwenyewe alikuwa kama sikio la kufa lisilosikia dawa. Mara ya kwanza kabisa akasema mtoto nimempangia chumba. Nikamwambia kumpangia chumba mtoto ni hatari, bado mdogo huyu. Kwa nini umpangie chumba, mwache alale kwa mamake mkubwa? Wakati haya yote yakiendelea, TBC ilitamani kufahamu yu wapi mama wa familia hii na kuzungumza naye kwa njia ya simu akiwa jijini Dar es Salaam kuanzisha maisha mapya. Kutegemea kwa jinsi yule baba alivyokuwa mkali kusema kwamba mtoto anasumbua hivi, kumbe ni yeye ndiye alikuwa anafanya hivyo mpaka mtoto anasumbua. Yaani nilipokuja kuamini mpaka siku, yaani asubuhi naamka ndo nakuja Morogoro, naambia mama kumbe ni kweli. Kamanda wa jeshi la polisi mkoani Morogoro anathibitisha kutokea kwa tukio hilo. Polisi mkoa wa Morogoro limemkamata fundi ujenzi mkazi wa kata ya Rukobe kwa kosa la kuzini na mahari. Kuzini na mahari maana yake ni kwamba alikuwa anafanya vitendo vya ngono na mtoto wake. Remi Yasinti, TBC, Morogoro.